Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine habari tunazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inaendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi cha Yanga, ukiweza kushuhudia sajili ambazo zinazoendelea kuweza kutikisa kweli kweli katika viunga vya wananchi Young Africans, ambapo leo hii wamekwenda kushusha chuma kweli kweli kwenye kikosi chao, na kuwa ni mwendelezo mzuri wa klabu ya soka ya Young Africans katika kuhakikisha kwamba wanatengeneza kikosi ambacho ni imara zaidi, ambacho kitakachokuwa na machaguo mengi zaidi. Kumbuka kwamba msimu uliopita wananchi Young Africans walikumbwa na shida ya kuwa na kikosi finyu kweli kweli, ambapo wachezaji walikuwa wakiweza kucheza wamechoka kweli kweli, wako hoi bin taban kutokana na kucheza michezo mingi, kutumika sana, kukosa mapumziko ya kutosha. Hivyo basi wakawa kiwango vyao vimeshuka kwa namna moja ama nyingine. Sasa klabu ya soka Young Africans kupitia uongozi wake kwa kulitizama hilo, wamehakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawia bin sawia. Sasa ni rasmi kwamba wanakuja kwa namna nyingine tena. Sasa klabu ya soka ya Young Africans leo hii wametangaza usajili huu mkubwa. Ni nani huyo? Ametokea wapi? Amesaini mkataba miaka mingapi? Hayo yote na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa nyingi lukuki za wananchi Young Africans. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel hapa, nazungumzia ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kusubscribe na kisha ukabonyeza alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Kumbuka kukaa na sisi, bila shaka kutakupa manufaa makubwa, kwa sababu taarifa unakuwa unazipata moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans inaendelea kuweza kujikita kuhakikisha kwamba wanapata wachezaji wazuri wenye viwango bora ambavyo vitakavyoweza kuwasaidia wao kuweza kufikia malengo yao yale ambayo wameweza kujiwekea, ambapo wananchi Young Africans wanaonyesha dhaili kwamba wanalitaka taji lao msimu unaokuja. Hii ni zaili shaili ya kwamba ni kile ambacho kinachofanyika. Umeweza kusikia sajili nyingi, lakini leo hii Young Africans wana sajili moja kubwa ambayo imekwenda kufanyika, ambapo inaelezwa kwamba winga hatari, tishio kweli kweli, ambaye amemaliza mkataba katika klabu yake huko ambako anakotoka. Sasa hivi ni anahesabika kama mchezaji huru. Huyu si mwingine bali ni Idi Suleiman Nado, moja kati ya mawinga hatari, tishio, ambao anapatikana kwenye kikosi cha Azam FC. Ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na msimu mzuri kweli kweli, ni vile tu kwa sababu alikuwa kwenye timu ambayo haina mashabiki wengi kivile, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao kama wangekuwa wanacheza kwenye timu za Kariakoo basi angekuweza kutajwa kutokana na ubora wake mkubwa. Lakini inaelezwa kwamba Idi Nado ni rasmi kwamba yupo kwa sasa katika mazungumzo ya mwisho kabisa ya kujiunga na timu ya wananchi Young Africans kwa mkataba wa miaka miwili ambao anakwenda kusaini winga huyo ambaye amemaliza mkataba wake Juni 30 mwaka huu, ambapo hakutaka kuendelea kuongeza mkataba kwenye kikosi cha Azam FC, ambapo inaelezwa kwa mazungumzo yako vizuri na viongozi wa klabu ya soka ya Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba Idi Nado anakwenda kujiunga
na kile ambapo kile kinachoendelea kwa sasa cha kutajwa kujiunga na kikosi cha Young Africans. Lakini winga wa Azam FC Dinado yeye amevunja ukimya kuhusu tetesi zinazomhusisha na kujiunga na Yanga kuelekea msimu mpya. Dinado amesema kwa sasa anaendelea kutulia huku akiacha maamuzi ya hatima yake kushughulikiwa na wanaomsimamia. Kauli yake imekuja wakati tetesi za kujiunga na Yanga zikiendelea kuweza kushika kasi, huku akisema ya kwamba yeye anaachia uongozi wake uweze kufanya jitihada zinazotakiwa kufikia makubaliano ni wapi yeye kwenda kucheza. Basi bila shaka yeye anakuwa yuko tayari kwenda kukipiga sehemu yoyote ambayo maelekezo kulingana na mkataba wake na maslahi yake yanavyoelekeza. Basi bila shaka yeye anakwenda kutua kwenye kikosi hicho. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans imeanza hatua za kutafuta mbadala wa mshambuliaji Prince Dube, huku taarifa zikieleza kuwa mabingwa hao wa Tanzania wamefungua mazungumzo ya awali na mshambuliaji wa MC Alger kutoka Guinea Mohamed Bangoura ambaye ni mshambuliaji wa kati mwenye umri wa miaka 22. Ameendelea kuvutia vilabu kadhaa barani Afrika kutokana na uwezo wake mkubwa wa kufunga mabao, nguvu alizonazo ndani ya eneo la hatari pamoja na kasi yake anapovamia safu ya ulinzi. Kabla ya kujiunga na MC Alger mwaka 2025 alicheza Afia FC ya Guinea ambako alijenga jina kama mmoja wa washambuliaji wenye kiwango kizuri nchini humu. Tangu ajiunge na MC Alger, Bangoura ameendelea kuonyesha ubora wake kwa kufunga mabao muhimu na kuwa sehemu ya kikosi kinachofanya vizuri katika ligi kuu ya Algeria. Pia amewahi kuitwa katika timu ya taifa ya Guinea, jambo linaloonyesha namna kiwango chake kinavyoendelea kupanda katika soka la Afrika. Kwa mujibu wa taarifa, Yanga inaamini Bongola anaweza kuwa chaguo sahihi la kuimarisha safu ya ushambuliaji kuelekea msimu mpya, hasa baada ya kuondoka kwa Prince Dube. Uongozi wa klabu unatajwa kutafuta mshambuliaji mwenye uwezo wa kufunga mabao kwa uthabiti, kucheza akiwa mgongo umeelekeza langoni na kushirikiana vizuri na viungo washambuliaji. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao wanaonekana kuwa sehemu ya mkakati thabiti kweli wa kile ambacho kinachoendelea huko Young Africans. Kwa hiyo kwa sasa kinachosubiriwa ni kuweza kusikia inakuaje, mambo yatakwenda kuweza kushuhudia kazi kubwa ambavyo inayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo ni namna ambavyo Young Africans wanaonyesha kwamba zaili sheili kwamba wanalitaka hapa nazungumzia taji la ubingwa kwa msimu ujao, lakini pia kuhakikisha kwamba wanafanikiwa kwenye mchakato wa kile kinachoendelea. Tusubiri kuweza kuona mambo yatakuwaje, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii inayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya soka Young Africans ambao wameendelea kuweza kuwa tishio katika soko la usajili katika msimu huu. Nakumbuka kwamba Young Africans wanafanya marekebisho makubwa sana kwenye kikosi chao. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia kazi kubwa kwenye kikosi chao. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande